jiwe linashuhudia. Mwishoni mwa karne ya 19 Stone Town ilikuwa imejaa sauti za adhana kutoka misikitini. Lakini siku moja meli kubwa ilifika bandarini hapo ikiwa imebeba mawe mekundu, chokaa na marobota. Marobota yalikuwa ni ya kioo kutoka Ufaransa. Ndani ya meli kulikuwa na mapadri wa Kikatoliki wenye mavazi meupe. Walikuwa na ndoto moja tu, kujenga nyumba ya Mungu ambayo itaonekana hata kutoka bahari. Kabla ya kusonga mbele, kwanza mimi naitwa Irasi Voice TZ. Usisahau kunifollow ili kupata kila kitu kipya kinachoingia kwenye hii account. Karibu kwenye hii account. Okay, let's do this. Wakachagua eneo la juu kidogo, mtaa wa Mzingani. Wakaanza kuchonga mawe korali nyekundu. Kila jiwe lilipigwa kwa nyundo na kwa maombi. Aisee, watu wa Stone Town walipita wakicheka tu. Waarabu wa msikitini, sultani haina ikulu, sasa wazungu wanataka nini tena? Lakini mapati wakaendelea. Miaka 7 ikapita. Mwaka 1893 minara miwili mikali na mizuri ikaonekana juu ya mji. Kuta zake zilikuwa zikimetameta na zilikuwa nyekundu kama damu yangu mimi pale ambapo nitajichinja kwa kiwembe katika mkono. Lakini kulikuwa na dirisha kubwa la kioo ambalo dirisha hilo lilikuwa likipitisha mwangaza mpaka ndani ya kanisa hilo. Yesu, malaika na mitume wote wakiwa wamechongwa kwa nuru wakati jua linapita kupitia madirisha hayo. Sakafu yote kanisa lilijaa rangi kama upinde wa mvua. Siku ya kwanza kengele ikapigwa, sauti yake ikatetemesha Stone Town nzima. Wavuvi wa bandarini walisimama kwanza, mkasikia sauti kali ya kengele hiyo. Wauzaji soko wakainua vichwa. Kwa mara ya kwanza mji wa msikitini, mji ambao umejaa adhana, unasikika wimbo mpya kipanda angani. Lakini pia wakalita kanisa hilo kuwa litakuwa ni kanisa la Mtakatifu Yosefu. Mapadri walisema lilijengwa juu ya eneo ambalo zamani ilikuwa ni soko la watumwa. Kwa hiyo kila jiwe lilikuwa na maana mbili, maumivu ya jana na matumaini ya kesho. Hadi leo ukipita mazingira yale saa 6 mchana bado utasikia kengele yake, na ukiinua kichwa basi utaiona minara ile miwili bado inachomoza juu ya paa za mawe za Stone Town. Sasa hapo ikashuhudia kuwa mji huu umekuwa mkutano wa imani tangia zama za kale. Sasa hapo kanisa hilo likawa linatumika na watu, ila wale walikuwa na dini ya Kiislamu walibaki kwenye dini ya Kiislamu, lakini waliohitaji kuritadi waliritadi na kuingia kwenye dini ya Kikristo. Sababu ya kanisa hilo tu ndo watu waliritadi. Je, kama wewe ulikuwa enzi hizo, ungeritadi tu kupitia kanisa hilo ama ungeendelea na dini yako ya Kiislamu? Jibu katika comment.